Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Witness Daniel Molel, ni mama mzazi wa Annelies ambaye amepata kipaimara leo. Tunamshukuru Mungu kwa kumtunza mtoto wetu tangu akiwa mdogo na mpaka amefikia hatua hii ya kuwa kipaimara wa Yesu. Tunamuombea Mungu amtangulie katika kila eneo la maisha yake, katika ndoto zake zote zikatimie katika jina la Yesu. Na Mungu atulinde sisi wazazi tuweze kumtunza mtoto wetu na kumsapoti katika ndoto zake zote ziweze kutimia. Asanteni wageni kwa kuja, Mungu awabariki sana. Umejisikiaje mtoto wako kupokea kipaimara hiki? Ninajisikia vizuri sana. Namshukuru Mungu tumefikia hii hatua kwa sababu ni safari ndefu kumlea tangu akiwa mtoto mchanga. Tunamshukuru Mungu sana. Watoto wengi wamekuwa sana watukufu kutokana sasa hivi kizazi hiki kinaelekea, lakini mtoto wako uweze kumlea kwa maadili mema mpaka ameweza kufikia hatua hii ya kuweza kupokea kipaimara. Labda unatoa wito gani kwa wazazi wengine ambao watoto wao ni watukufu wale hivi? Kwa kweli ni neema tu. Ni neema sana kumlea mtoto katika misingi ya dini. Lakini pia cha kuangalia sana ni shule hizi za awali tunazowapeleka watoto. Mfano kama unampeleka mtoto shule ambayo haizingatii maadili ya kimungu, basi mtoto anakuwa diluted. Kama nyumbani anajifunza tabia njema, akienda shule anafundishwa tabia ambazo sio nzuri, kutokana na watoto wanachanganyikana na watoto wengine wenye malezi tofauti tofauti. Lakini wanapofika shule, hata yule ambaye ana malezi duni akifundishwa na walimu wake misingi ya imani pamoja na hiyo elimu ya dunia, basi mtoto anaweza kuwa mtoto mzuri na ambaye atategemewa katika kanisa na katika taifa. Katika mahojiano yake yeye amesema kwamba anatamani kuwa mchungaji. Unaonaje? Anaweza kuwa mchungaji? Anaweza kuwa mchungaji kwa sababu anatokea kwenye jamii ya kichungaji. Babu yake mzaa mama, yani baba yangu mimi, ni mchungaji. Kwa hiyo hii damu inaweza kuwa inatembea. Labda ni njia utazifanya aweze kufanikisha ndoto yake ya kuwa mchungaji? Tutamuombea kwa Mungu. Tutamuombea na kumfundisha namna ya kufikia ndoto zake. Una neno gani labda la mwisho sasa kwa kuasa wazazi wenzako? Wewe umeweza kuwa ni mama bora wa kuweza kumlea mtoto vizuri mpaka kuweza kufikia hatua hii, ameonekana kuwa na nidhamu, hekima mpaka kutamani kuwa mchungaji. Watoto wengi wanatamani kuwa wasanii, waigizaji, lakini amechagua ndoto ambayo sasa hivi kwa kizazi hiki wengi ndoto hizo hawazitaki. Anaona kama ni kujirudisha nyuma. Labda unatoa wito gani kwa wazazi wengine wenye watoto? Kwa kweli niseme labda misingi tangu mtoto anapokuwa tumboni, pale unapoendelea kumuombea mpaka anapokuja duniani ili shetani asiibe kile cha Mungu ndani yake. Na kikubwa zaidi kuendelea kumuombea siku zote